nafahamu waliotutangulia walipitia mambo mengi sana katika kuwezesha imani hii iweze kuwepo ya Kikristo. Wengine walichunwa ngozi wa kina Barnaba, aliyekuwa mwanafunzi wa Yesu, akachunwa ngozi. Ndiye aliyeimba cha kutumaini sina ila damu ya Yesu. Aliimba ule wimbo baada ya kuchunwa ngozi yake, na walivyomchuna wakamweka juani. Kwenye jua karibu na moto. Kwa akawa anasikia maumivu ya kufa, yani maumivu makali mno sio kufa, maana hapa lazima alikuwa afe tu. Akaimba cha kutumaini sina ila damu yake Yesu. Ni Barnaba aliimba wimbo. Lakini unafahamu Petro alisulubiwa kichwa chini miguu juu. Wengine walipasuliwa kwa msumeno ule wa kuchana mbao. Wanapasuliwa kwa msumeno akiwa hai. Wengine walichemshwa kwenye mapipa ya mafuta. Wengine walikatwa shingo zao kwa sababu ya imani hii. Kwa ni kitu cha thamani tulichopewa na Mungu. Kwa sababu Mungu pamoja na hao kupitia mapito hawakuweza kupokea ahadi ya uzima milele, maana Mungu aliacha wasikamilishwe pasipo sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Imani itasababisha wewe upokee ule mwili usioharibika. Mwili usioharibika ni kama huu. Sio mwili wa rohoni, sio roho. Watu wanashindwa kuelewa lile neno Paulo alilosema miili ya mbinguni. Hakuwa na maanisha kwamba miili ya mbinguni ni miili ile roho ambayo sasa haionekani. Hapana. Kwanza kufufuka ni mwili kutoka kaburini. Kama mwili ukitoka kaburini ndicho kinachoitwa kufufuka, kinachofufuka sio roho. Maana hata ikifufuka roho hamtaiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watavikwa miili mipya isiyoharibika. Na hii ndio maana Kristo alikuja, ili wale watakaomwamini wasipotee bali wapate uzima milele. Watakaomwamini mimi na wewe wapate zawadi ya kuja kuishi milele. Ndio maana mnaimba tunane bandarini mule. Unajua bandarini ni wapi? Yaani kuna ngambo ya hapa ambapo ni ile dunia mpya. Tutaonana kule. Amen. Hawa waliolala wala msipate shida. Unalia mpaka unataka kufa. Nini shida? Hii ni njia kapita. Kila mtu atapita. Lakini habari njema ni kwamba tutaonana tena. Haleluya. Tutaonana kule. How are you? Habari sini? Haleluya. Tutaonana. Amen. Yaani uelewe vizuri, Yesu alikuja ili kuturudishia haki ya uhai. Mpango wa Mungu wa kwanza sio wanadamu wafe, ila dhambi ndio ilileta kifo. Wanadamu walikuwa wasife waishi milele, lakini kilicholeta kifo ni dhambi. Kwa dhambi italeta mauti, ambayo mauti ni hukumu ya makosa yaliyotendeka. So Yesu alikuja ili tuwe na uzima. Ndio maana Yesu alishinda mauti, akapaa na mwili wake. Alipaa na mwili wake kutuonyesha hii miili itaishi milele. Ameshinda, na wale watakaoshinda dhambi watapewa uzima milele. Uzima milele sio mahali fulani. Uzima milele ni kupewa uhai ukae milele. Tutaingia katika hiyo dunia mpya itakayoumbwa, na viumbe vipya vitakuwepo huko, na sisi tutakuwepo huko, ambao Mungu atatupa neema kushinda katika ulimwengu huu uliojaa dhambi na majaribu mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukishaingia kwenye huo mji mpya, come on, hatutatoka tena huko milele. Na Yesu mwenyewe atashuka, atakuwa mfalme akitutawala milele na milele. Ndio maana alienda na ule mwili ili asije akazaliwa tena. Tupigie Yesu makofi. Mfalme mkuu, mfalme mkuu Yesu atarudi, tutakaa naye. Amen.
Hakutakuwa na dhambi kwenye ule mji. Hakuna kuuana. Hakuna uchafu wowote kwenye ule mji. Ni mji mtakatifu unaoshuka ukiwa na mji mkuu uliodizainiwa mbinguni, unaitwa Yerusalemu mpya. Hiyo Yerusalemu mpya ina hekalu la dhahabu katikati yake, lililojengwa kwa dhahabu tupu, ambalo lina milango 12, mashariki 3, magharibi 3, kusini 3 na kaskazini 3. Ndivyo ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo hekalu ndipo wale 144,000 walioshinda katika ulimwengu huu watakapoingia kumwabudu Mungu. Hekalu halitakuwa la kufanywa tena na binadamu, na ule mji ule hautakuwa na jua kama huu ulivyo na jua. Taa ya mji ule ni mwana kondoo. Nuru ya Kristo itaangaza. Hebu mpigie Yesu makofi yako mazuri. Access ya kuona malaika itakuwa ni nje. Malaika Gabriel ukitokea chapa ukiwa njiani anakuambia huku unapokwenda usiende tena, maana kule unapokwenda kule kuna poromoko kubwa, uko hufai kwenda, geuza uende hivi. Malaika wa Bwana utakuwepo kwa sababu hakuna dhambi. Hakuna dhambi duniani tena. Uzima milele ni kuishi milele. Miili hiyo haitaugua tena. Lakini atakayeokoka ndiye atakayepata uzima. Wale wenzangu wanaosema mimi ni dini fulani, tunapata shida sana. Sijui itakuwa nini, lakini hawatafufuliwa kwenye ufufuo wa kwanza. Wao watafufuliwa baada ya miaka 1000. Na watafufuliwa kwa ajili ya kusimama wahukumiwe. Watu wengi wanafikiri hukumu inaenda kufanyikia mbinguni. Hukumu inafanyikia hapa. Ndio maana unaambiwa wafu watafufuliwa, ili kila mmoja hukumiwe sawa sawa na matendo yake. Na utafufuliwa nje ya ule mji ulioishi. Utafufuliwa kwenye mji ule ulioishi, ili uhukumiwe sawa sawa na matendo uliyotenda pale. Jesus. Mpigie Yesu makofi yako. Mataifa yote la ibada wanakusanyika. Yohana anasema nikaona kiti cheupe kikishuka kutoka mbinguni. Hicho kiti ni cha hukumu. Kila mtu atalegea, na kila goti litapigwa, na kila ulimi utakiri siku hiyo. Mnao raha kwa sasa, lakini nimepewa nafasi mchague pa kwenda baada ya maisha haya. Sasa utaamua mwenyewe. Ukikata tiketi ya kwenda jehanamu au ya kwenda uzima milele, ni wewe. Tiketi ya kwenda jehanamu ni rahisi sana. Inapatikana kwa wewe kutenda dhambi kila siku. Tiketi yako utakuwa nayo mkononi, kwenda jehanamu ya moto. Lakini tiketi ya kwenda uzimani ni rahisi pia kuipata, kutenda mema na kuacha dhambi. Amen. 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 Ulimwengu ule unaokuja hautakuwa na hivi vitu hivi. Hautakuwa na notice. Tutakuwa tunatumia fedha tena. Ulimwengu ule unaokuja kutakuwa na mti ambao walioshinda watapewa kula matunda hayo. Ndivyo ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo. Unazaa matunda aina 12 kila mwezi. Kwa hiyo tutakwenda kula matunda yale ili tusife, tuendelee kuishi. Kama unavyokula matunda aina fulani yanakupa vitamin fulani. Kwa hiyo yale matunda yale yana vitamin ya uzima wa milele. Hebu tumpigie Yesu makofi mazuri. Ndio maana anasema yeye ashindaye atapewa kula katika mti wa uzima. Mti wa uzima ni mti ambao unafanya mtu asife, ataishi milele kwa matunda hayo. Amen. Menelewa vizuri Amen. Pambana, shinda dhambi wewe. Ukale matunda ya uzima. Sema amina. Amina. Ukaimbe ule wimbo wa mwana kondoo. Sema amina. Jesus. Yaani huku watu wanaleta kiburi tu cha usomi, sijui mimi ni msomi, mimi ni engineer.
rafiki yangu ule. Yaani ukisha kwenda mauti, ulimwengu kishaisha, elimu yako imepotea, haina maana tena. Kule tunakokwenda hakuna cha nabii wala mtume wala mshirika, wote wataitwa hukumuni. William Mtui, no, hapo kuna cha Pastor William Mtui au nabii William Mtui, hakuna hiyo kitu. Wote mtakuwa level moja. Tutakuwa na kazi moja ya kumwimbia Mungu. Yesu nitaimba sauti ya 7. Kwa sababu hakuna kuhubiri tena kule. Kule ni kazi moja. Amen. Amen. Watoto wastahili sifa za moyo wangu. Watu wataimba. Hakuna tena cha kuhubiriwa Mathayo 7, hakuna. Hiyo ni kwa sasa katika ulimwengu huu. Kazana kuchagua pa kwenda. Umeachwa duniani kwa sababu mbili tu. Haleluya. Amen. Sababu ngapi? Ngapi? Mbili tu. Ya kwanza, uchague wa kutumikia duniani kati ya Mungu au shetani. Mimi nimechagua kumtumikia Bwana. Kwenye magumu, kwenye raha, kwenye shida, nimechagua kumtumikia Bwana. Sijui umechagua kumtumikia nani? Matendo yako yatatueleza. Unavuta bangi, tunamjua unayemtumikia. Unakula ugoro, tunajua unayemtumikia. Maana Biblia inasema miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na yeyote atakayeliharibu hekalu na yataharibiwa. Kwa hiyo ukiliharibu mwenyewe kwa kuliwekea ugoro na bangi, na wewe utaharibiwa kwenye jehanamu ya moto. Lakini sababu ya pili, umeachwa ili uchague mahali pa kwenda baada ya maisha yako kufika mwisho katika ulimwengu. Ni ukweli usiopingika, maisha yako yatafika mwisho siku moja. Ni ukweli usiopingika. Your life will come to an end one day. So you have opportunity right now to choose where to go after this life. Ukisha kufa huwezi kuchagua. That is the two main reasons why God has left you alive up to this moment. To choose who to serve, and second, to choose where to go after this life. Kuna sehemu mbili tu, uzimani na jehanamu. Haya mengine ni ziada. Kuoa, kuolewa ni ziada. Kuzaa, kusoma, kupata kazi ni ziada. Hizi ni ziada tu, na ni sehemu ya maisha ya ulimwengu huu. Havina credit kwa Mungu wala vitakufikisha mahali popote. Ukifa, physics yako imepotea, udaktari wako umepotea, PhD yako imepotea, philosophy yako imepotea. Everything is gone. Utabaki na kile cha kiungu. Na msidanganye, hakuna mtu jehanamu wala hakuna mtu mbinguni. Viumbe vyote vinatazamia ufufuo. Baada ya ufufuo ndio hukumu itafanyika, na ndipo walio waovu watatengwa na wema kwa mara ya kwanza. Hakujawahi kutokea watu kwenda jehanamu wala kwenda mbinguni mpaka sasa. Mpaka sasa na muongea, mpaka hukumu itakapofanyika. So ikiwa watu wako mbinguni na wako jehanamu, hakuna sababu ya watu kufufuliwa alafu hukumu ifanyike. There is no reason. So tayari wameshaingia mbinguni, tayari wameshaingia jehanamu. Hiyo unaenda kuwafufua ili wahukumu nini tena, wakati wameshapokea hukumu yao? Lakini anayekuja kuhukumu ni Yesu. Yeye ndiye hakimu na kupa shauri. Kubali kuokoka, mpe Yesu maisha yako. Na wokovu ni kumkiri Yesu, lakini kubali kubatizwa, ubatizo wa maji mengi. Ukifa kabla
ya kukubali kubatizwa, ubatizo sahihi wa kukiri kwa kinywa chako mwenyewe, sio ule ubatizo ukiwa mtoto, wa kukubali mwenyewe. Maana Biblia inasema nendeni kuhubiri injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka. Atakayeamini, mtoto mdogo alikuwa na nafasi ya kusikia injili wala kuamini. Hiyo ni taratibu za dini zililazimisha iwe hivyo. Lakini utakapohubiriwa ukaamini, ukabatizwa, utaokoka. Lakini Biblia inasema asiamini atahukumiwa. So it's up to you. Mimi nikishahubiri nikimaliza, kazi yangu moja ndio hiyo tu. Ukikubali, ukiamini, ukibatizwa utaokoka. Ukikataa kuamini utahukumiwa. Lakini nawaonea shauku sana, ninatamani sana siku ile nitakapoingia katika ule uzima milele nikuone. Haleluya. Amen. Nione watu tabu yangu iwe na faida. Isikie mtu ananiambia, pastor, congratulations, tukubatiane pale. Mwili kabisa, sio roho. Lakini siku ile watu waliokataa watalia sana, wataomboleza. Kutakuwa hakuna namna kukusaidia. Saa ya kukusaidia ni sasa, sio kesho. Sina. May God bless you. Sasa tunataka kuendea ile hali ya kumilikishwa. Sema amina. Sorry kwa kukuletea ujumbe huu ambao mara nyingi watu wanapenda kusikia. Wakisikia kwamba umewaambia kuna kufa na kuna jehanamu, wanaona kama ili kanisa jamani limekosa vitu vya kuhubiri jamani. Sio sema tu watu wapokee magari tuondoke zetu. Haya magari yanaachwa siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayekupenda na kueleza ukweli. Amen. Tulisema tendo la imani. Tendo la imani linasababisha kitu kutokea. Nilisema unaweza ukatafuta ufunguo wako wote wa gari au wa nyumba ambao tutaomba nao leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaomba nao lini? Leo. Sasa ibada hii inafanyika jioni ya kumilikishwa. Inafanyika jioni ikiambatana na ushirika wa kipekee wa tofauti. So, inajua hapa watu wengi labda wakunielewa niliposema find the key. Yani imani inasababisha vitu kuzaliwa. Ningekwambia lete nauza funguo hapa kanisani, kila mtu alete 2,200, ungeona ni biashara nafanya. No. Atuishi kwa haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Atuishi kwa haya. Mungu anatuhudumia tu. Haleluya. Tafuta ufunguo wa nyumba au wa gari. Unataka nini? Watu wengine wananiambia sisi, pastor tunaomba tuje jioni sisi. Ulisema jioni tutakuwa na ile ibada nzuri ya kumilikishwa. Ndio. Kwa nini tunataka hivi? Maisha yako yanaweza kawa hayana tamko la mtu yoyote. Hujawahi kutamkiwa maneno mazuri aidha na wazazi wako, aidha na watumishi. Wewe uko tu. Kwa hiyo hakuna mtu ame authorize mambo mema kwenye maisha yako. Nisikilize. Yohana alizungumza habari za Yesu akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu achukua dhambi ya ulimwengu. Yohana ndiye alimtambulisha. Mbingu ikafunguka ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Mbingu ikamtangaza tena. Alafu kwenye Luka ile sura ya 4 kuanzia mstari wa 16 pale kuendelea, Yesu mwenyewe akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu. Mstari wa 18 na 19. Yu juu yangu maana amenitia mafuta kuhubiria maskini habari njema, kutangaza kufunguliwa kwa waliofungwa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Kwa hiyo kuna tangazo la aliyemshuhudia Yesu, kuna tangazo la mbingu, alafu kuna tangazo la Yesu binafsi. Hapo ndipo kuongoza kusema nitafanikiwa ulitangaza. Amen. Amen. Lakini yuko ashuhudia ambaye ni Roho Mtakatifu. Sema amina. Anasema utafanikiwa sawa sawa na neno la Mungu. Lakini yuko anayetangaza ambaye ni kinywa kama hiyo speaker, ni kinywa ambaye ametumwa kama Yohana, mimi hapa mtumishi wa Bwana. Amen.
Nasema utafanikiwa kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina. Tukisha tamka hilo tamko linaambatana na wewe. Amen. Mmenisikia vizuri? Amen. Litaambatana na wewe kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo tunataka kufanya maombi fulani. Jioni wahi sana saa 9 tutakuwa hapa. Tutakuwa na ushirika wa kipekee maalum kabisa. Very special. Sio meza ya Bwana. Ushirika so special kwa ajili ya kila mtu. Lakini utatakiwa uwe na ufunguo aidha wa nyumba au wa gari. Ni wa kwako, sio unautoa hapa madhabahuni, hapana. Na kuongoza tu maneno ya kutamka. Sema amina. Amina. Sema kwa jina la Yesu. Kwa ufunguo huu. Sema kwa ufunguo huu ninaifungua nyumba yangu. Sema kwa ufunguo huu ninaliwasha gari langu. Wewe umpezi makofi yako mazuri kwa hali yako. Nasema sio hali yako hii. You need to change. Sema nitabadilika. Yani nasema, yani mwaka kesho kama Mungu aishi, Mungu akinipa neema kuendelea kuwa hai, nitapita kwa kila mshirika kukagua maisha yake, nini Mungu ametenda. Amina. Sema amina. Amen. Hatuwezi tunakaa tu hapa tunaona watu wamevaa vizuri, wako smart, wananukia perfume, kumbe wanakaa mahali pa ajabu. Lazima tuombe kwa jina la Yesu. Wakae mahali ambapo panaendana na wao jinsi Mungu anavyotaka. Sema amen. Sasa usipokuwa na kiongozi, captain mzuri wa kiroho ambaye atakuongoza vizuri, hautafika. Paulo anaambiwa hao watu kwenye mashua nimekupa. Hao watu walio kwenye mashua nimekupa. Wewe ndio utakayewalinda wafike salama, wasife kwenye hii bahari. Paulo amepewa jukumu kubwa. Kaangalia watu kule, kakuta ni watu ambao hata ijui kule, lakini Bwana anamwambia nimekukabidhi wewe. Amen. Amen. Musa aliambiwa hawa watu wafike nchi ya Kanaani. Musa alipofika kule mbele wakamsumbua sana, akaondolewa, akaambiwa Yoshua endeleza safari, watu wafike nchi ya Kanaani. Sema amina.